Lakini siku hii ya leo ya tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 2025 tumebakiza takriban siku 13 tu kufikia siku ya tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, ili Watanzania, ili wanajimbo la Mchinga, ili wanasinde tuende tukatimize katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jinsi inavyosema kila baada ya miaka hii 5 kuwe na uchaguzi, na tukatimize katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi ambayo inasema tutakapofika wakati wa uchaguzi, Chama cha Mapinduzi ni lazima kishike dola. Na ni lazima kishike dola si kwa sababu ya Chama cha Mapinduzi, bali Chama cha Mapinduzi kimefanya mambo mengi na makubwa sana katika ustawi wa wanadamu na Watanzania kwa ujumla. Kwa nini tunasema katika ustawi wa wanadamu? Kwa sababu Chama cha Mapinduzi ndicho chama pekee kilichojitoa mstari wa mbele kupigania ukombozi kusini mwa bara la Afrika, na Chama cha Mapinduzi kinajulikana si ndani ya Tanzania, si ndani ya Afrika, bali duniani kwa ujumla, kwa kujipambanua kupigania ukombozi wa wanadamu. Na ndio maana tunasema lengo la Chama cha Mapinduzi ni kushika dola ili kiendelee kuhakikisha kwamba kinapambania na kinaleta maendeleo katika nchi yake na watu wake kwa ustawi uliokuwa mkubwa zaidi. Na ndio maana tunatanguliza kwa kumshukuru Mungu ili atuongoze, atujalie hatimaye tarehe 29 tuende tukatiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, tukatiki kwa mbunge wa jimbo la Mchinga na wabunge wa Tanzania nzima kwa ujumla, tukatiki kwa madiwani wote wanaotokana na Chama cha Mapinduzi, na kwetu hapa jimbo la Mchinga tukatiki kwa madiwani wa CCM, na katika kata ya Mchinga tukatiki kwa Msiwalile bin Ali. CCM oye! Tunamuomba Mwenyezi Mungu atukubalie haya. CCM oye! Ndugu mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi wa tawi letu la Sinde, ndugu viongozi wote mliopo meza kuu, viongozi wakubwa sana kutoka ngazi za mashina ambao zamani walikuwa wanaitwa wajumbe wa nyumba 10, sasa hivi ni wajumbe wa nyumba 30, mabibi na mabwana, wanahabari, ndugu wasanii wote ambao kwa kweli mmefanya kazi kubwa na nzuri, wanasinde wote kwa ujumla, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu, kazi na utu, kazi na utu. Asanteni sana. Sasa kama ambavyo nimeanza kusema, na kama ambavyo wasanii wa aina mbalimbali hapa wamefika na kuimba, wasanii wanafikisha ujumbe kwa jamii, yani kwa hadhira iliyopo na kwa jamii nzima. Kila msanii hapa aliyeimba ameelezea mambo mazuri yaliyofanyika katika Mchinga yetu, katika kata zetu na katika vitongoji vyetu. Hakuna kitongoji hata kimoja ambacho Daktari Samia Suluhu Hassan hajakipigia hodi. Kupiga hodi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan sio lazima aje hapa Sinde, na ndio maana Daktari Samia Suluhu Hassan ana wasaidizi wake na si wengine. Kwa mfano jimbo la Mchinga msaidizi wake ni mimi, na katika jimbo hili la Mchinga kwenye kata 11 kuna wasaidizi wa serikali ambao si wengine bali ni madiwani. Lakini ukija kwa chama chetu wasaidizi wake ndio namkuta mwenyekiti wa kata, mwenyekiti wa tawi, katibu wa kata, katibu wa tawi, na mwenezi wa kata na mwenezi wa tawi. Au ndio wasaidizi. Lakini kwa nini tunasema maeneo yote mpaka vitongojini
amefika, kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan ndiyo msimamizi mkuu wa shughuli za serikali. Na ukienda kwenye usimamizi wa shughuli za serikali, Daktari Samia Suluhu Hassan ndio ana madiwani. Madiwani ndio wasimamizi wa shughuli za maendeleo katika kata. Na ukishafika katika kata, kuna wenye viti wa vijiji, na wao ndio wasimamizi wa shughuli za serikali katika vijiji vyetu. Na ndio maana tunasema amefika kona zote. Maana tunasema kwani hapa Sinde amefika? Sinde amefika kwa sababu gani? Kuna shule tulioijenga. Sinde amefika, kuna umeme tuliouleta. Sinde amefika, kuna daraja tulilolijenga. Sinde amefika, kuna huduma au pembejeo zilizowafikia wakulima. Sinde amefika, kuna maji ambayo yamefika, na kama hayajafika tupo mbioni kuyaleta maji. Na ndio maana tunasema katika jimbo letu la Mchinga, tumepata bilioni 12.4 katika uboreshaji wa maji, kitu ambacho tangia uhuru kilikuwa hakijafika katika jimbo hili la Mchinga. Leo watu wanafungua maji, na sehemu zile ambazo nyingine hazijapata maji safi na salama, kazi iko wapi? Iko mbioni. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Hakuna. Leo hii tuna shule nzuri. Shule ilikuwepo, lakini shule ile madarasa yalikuwa bado si mazuri kiasi kile. Sinde ya leo sio Sinde ya jana. Kwa hiyo amefika pale, na ajira walimu 2 au 3 au 1 tumemuongeza, lakini tutaendelea kufanya hizo taratibu kadri siku zinavyozidi kuendelea, tukahakikishe maisha ya wanasinde yanakuwa ni mazuri zaidi. Lakini kikubwa ni nini? Barabara. Tumejenga barabara. Ya zamani haikuwa hivi, tulikuwa hatupiti kule Sandamkobani kule, ndio maana walikuwa wanaita Sandamkobani. Kulikuwa watu wakivuka pale wanakuwa na mashaka, lakini leo tumefanya mambo ambayo kila mtu anafurahia kukaa kwenye eneo la Sinde. Halikadhalika hapa vile vile tumejenga daraja likabomoka na mvua za Hidaya, ambayo ni El Nino, ile mafuriko makubwa yakatokea baada ya muda. Hatutaki watu wa Sinde wajutie kukaa Sinde, ukizingatia Sinde ni sehemu ambayo ni ya kilimo, chakula kinazalishwa huku, watu wa Sinde wanakula na majirani zetu wanakula. Daraja linajengwa, wakandarasi wapo, daraja linajengwa, lakini yote dhamira ya dhati kabisa ni kuhakikisha wanasinde wanaishi katika maisha mazuri na maisha bora zaidi. CCM oye! CCM oye! Sasa kwa kifupi tu nataka niseme yafuatayo. Kata ya Mchinga ni miongoni mwa kata 11 ambazo nilishazitaja. Kuna Mchinga 1, Mchinga 2 na Ruvu. Hivyo ndio vijiji vinavyopatikana katika kata ya Mchinga. Aidha, kata hii ina vitongoji 18, matawi 5 na mashina yako 35 ya Chama cha Mapinduzi. Kata hii ni wanufaika wakubwa wa miradi ya maendeleo, na miradi ya maendeleo katika kata ya Mchinga imepata zaidi ya bilioni 15, na bilioni hizi 15 ni pamoja na ule mradi mkubwa ambao tumepata wa maji wa bilioni 12.4. CCM oye! Kuhusu miundombinu ya barabara, tumefanikisha ukarabati wa barabara ya Sinde pamoja na ujenzi ambao nimesha usema, tumetumia milioni 330. CCM oye! Aidha, tumefanikisha ujenzi wa kivuko cha watembea kwa miguu katika vijiji vya Mchinga na Mchinga 2 pamoja na hiki cha hapa Sinde, na naamini ninyi wenyewe ni mashahidi wa miradi hii ambayo ipo katika maeneo yetu. Kuhusiana na swala zima la elimu, elimu ni haki ya Mtanzania, elimu ni haki ya mtoto katika taifa letu la Tanzania, elimu ni haki vile vile ya mtoto wa kijiji hiki, kitongoji hiki ambacho mnaomba baadaye kiwe ni kijiji. CCM oye! CCM oye!
Kwa awamu tofauti tumeendelea kufanya maboresho makubwa katika sekta ya elimu, hasa katika shule yetu ya Sinde ambayo inapatikana huku mbele ya safari. CCM oyee! Tumefanya ukarabati wa ujenzi wa vyumba vya madarasa uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 85. Nani kama CCM? Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Kuhusiana na swala zima la afya, tunatambua changamoto ya upatikanaji wa huduma ya afya katika kitongoji hiki cha Sinde. Hii ni kutokana na umbali wa eneo la zahanati ilipo pamoja na uchakavu wa miundombinu yake. Aidha, mbali na changamoto hizo, bado tunaendelea kuboresha huduma zake kwa kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, tumeendelea kuboresha upatikanaji wa vifaa tiba pamoja na dawa. CCM oyee! Tumeendelea kuongeza idadi ya watumishi kuhusiana na swala zima la kilimo, uvuvi na ufugaji. Uboreshaji wa utoaji wa huduma ya pembejeo za kilimo kwa wakati kwa wakulima wa zao la korosho. Kama mnavyojua, kama mnavyotambua, katika kipindi cha miaka mitano kabla hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan, zao la korosho kwa kweli litukatisha tamaa. Na kama mnavyofahamu, korosho ni siasa kwa Mchinga, na korosho ni uchumi wa mikoa yetu ya kusini, kwa sababu mikoa ya kusini kwanza hatuna viwanda. Tulikuwa navyo viwanda zamani sana, hatimaye viwanda vyote vikafungika. Kwa hiyo tegemeo kubwa la watu wa huku, watu wa Lindi, watu wa Mtwara, ilikuwa ni korosho. Lakini korosho ikapoteza mwelekeo mpaka wananchi wakaanza kukata tamaa. Katika kipindi cha awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan, akaangalia na kuona, ndio maana tunasema kazi na utu, tunasonga mbele. Akaona mwananchi huyu ataishije bila ya kuwa na kipato. Basi korosho ikatoka kwenye bei ile ya tupatupa mpaka korosho ikafikia shilingi 4,000. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Lakini sambamba na hilo, huku kwetu tunalima vile vile na ufuta. Mbaazi ndio usiseme, mbaazi ilifikia kuwa kilo shilingi 100. Mpaka watu wakaamua kuacha mbaazi mashambani kwa sababu ilikuwa haina maana, haina faida. Kama unalima shamba kugharamia eka moja zaidi ya laki, na unapanda mbaazi gunia moja unauza kwa shilingi 10,000, hapo kuna faida? Hakuna. Lakini daktari akapambana mpaka mbaazi ikaongezeka bei kutoka pale mpaka ikafikia shilingi 2,000 na ushee huko. CCM oye! CCM oye! CCM oye! Tumehakikisha tunakuza na kuongeza thamani ya mwani. Mwani ni zao ambalo wanawake wengi katika jimbo la Mchinga wanashughulika nalo kwa kutoa mikopo kwa vikundi vya akina mama wa Mchinga, na tutaendelea kuhakikisha tunashughulika nao. Mwani ni zao bora, mwani ni nzuri kwa afya, mwani unatibu maradhi mengi, mwani unatengenezwa sabuni ya kuoshea vyombo, sabuni ya kuoshea nguo, sabuni ya kuoshea nywele, mwani unaliwa. Kwa hiyo mwani una manufaa makubwa sana kwa maisha ya mwanadamu. Mwani vile vile ni dawa. Kwa hiyo tutahakikisha tunafanya jitihada za dhati kabisa, tunatengeneza mazingira ya mwani kuwa ni kitu muhimu katika uchumi wetu wa Mchinga. Katika suala la uvuvi, tumefanikiwa kupata boti za uvuvi kutoka kwa Wizara ya Uvuvi, ambavyo vikundi vya vijana kutoka katika kata ya Mchinga vimenufaika. Serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 210 kuhakikisha inatoa boti za kisasa kwa vikundi hivyo. Aidha, tumefanikiwa kutoa vifaa vya uvuvi kama vile mashine ya boti kwa vikundi vya vijana katika kata yetu ya Mchinga. Kuhusu umeme ambao tayari nimesha uzungumzia, jimbo zima lina umeme na karibu vitongoji vyote vina umeme, na kama nyinyi wenyewe mnavyoshuhudia hata hapa kwetu katika kitongoji cha Sinde nacho tumepata umeme. CCM oye! Maji. Katika
Kata ya Mchinga ni wanufaika wa mradi wa maji ambayo tumepata bilioni 12.4. Tumefikisha maji katika vijiji vyote vitatu ambapo kitongoji hichi cha Sinde ni miongoni mwa wanufaika wa mradi huu wa maji. Sasa nini tunataka tufanye? Mikakati kuelekea 2025 2030. Kwa kipindi cha miaka 5 ijayo, utakapopata ridhaa ya watu wa kata ya Mchinga kuwasimamia katika shughuli za kuwaletea maendeleo, tutahakikisha tunashirikiana kufanya mambo yafuatayo. Namba mosi, tunatambua kiu ya watu wa Sinde kupata hadhi ya kijiji. Tutaendelea kuiomba serikali tutaendelea kwanza kabla ya kijiji. Tutaendelea kuiomba serikali tupate halmashauri. Kupata halmashauri ndio jambo la kwanza. Tukishapata halmashauri, vingine hivi vyote baadaye vitafanya nini? Vitakuja vyenyewe kadri tutakavyokuwa na halmashauri yetu. Hii itatusaidia kusimamia suala la msawazo wa maeneo ya kiutawala upya. Tutaendelea kuimarisha hali ya miundombinu ya barabara ya Sinde iweze kupitika kwa vipindi vyote kwa kukamilisha ujenzi wa daraja la Sinde na usambazaji wa vifusi. Tutaendelea kusisitiza RUWASA kuzingatia taratibu za utoaji wa huduma ya maji. Tutaendelea kusisitiza RUWASA kuzingatia taratibu za utoaji wa huduma ya maji kwa wananchi ili kupunguza hali ya ukosefu wa maji kwa wananchi. Tutaendelea kuiomba serikali tupase pesa za ukarabati wa zahanati ya Mchinga moja ili endelee kutoa huduma zilizokuwa bora za wananchi. Tutaboresha shughuli za michezo na burudani kwa vijana kwa kugawa vifaa vya michezo, kushiriki katika mashindano mbalimbali katika jimbo letu na nje ya jimbo letu. Tutasimamia suala la mikopo kwa vikundi vya wajasiriamali, hasa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu.